Chakula ni dawa, lakini je, ni kweli kwamba kila chakula ni dawa? Na kama ni kweli kwamba kila chakula ni dawa, kwa nini ukienda kwa daktari huyu atakwambia kwamba hiki chakula kula, hiki usile? Ukienda huku mwingine atakwambia hivyo, kama mtaalamu atakwambia hiki kula, hiki usile. Yaani kwa nini kunakuwa na makatazo angali bado sentensi nasema kwamba chakula ni dawa? Ni kufahamisha tu kwamba video ambayo nimeshaleta juu ya vyakula ambavyo vina nguvu ya kuweza kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali. Linki yake nitakuweka kwenye kipengele cha comment. Lakini fahamu kwamba si kila chakula ni dawa, baadhi ya vyakula ni vyanzo vya magonjwa. Video ya leo naenda kuangazia vyakula ambavyo vinahusiana na vimekuwa vikionyeshwa kwamba ni vyanzo vya magonjwa ambayo yanaathiri miili yetu, tukianzia na magonjwa ya mmeng'enyo kama acid reflux, vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi, habari za ukosefu wa choo, habari za bawasiri. Ukija kuangalia magonjwa mengine kama sukari, pressure, mshtuko wa moyo, stroke, ongezeko la mafuta mwilini, habari za vitambi, mawe kwenye mfuko wa nyongo, ugonjwa wa figo, ugonjwa wa ini. Vitu vingi, magonjwa mengi yanahusiana na vyakula hivyo. Hata kwa wagonjwa wengine ambao nimekuwa nikikutana mimi, ukiwafuatilia wote walikuwa ni walaji maarufu wa vyakula hivi ambavyo vinaenda kuvielezea. Ukiachana na wagonjwa, bado ukienda kuangalia kwenye tafiti nyingi zinatuambia kwamba vyakula hivyo hakika vinahusiana na magonjwa mbalimbali. Ni bahati mbaya baadhi ya vyakula tutaenda kuviangazia ni vyakula ambavyo ni pendwa miongoni mwetu, hivyo ni kusii tu nitegee sikio lako mwanzo mpaka mwisho ili nikueleze vyakula hivyo, kwa nini baadhi wanasema ni vizuri na kwa nini tunasema kwamba ni vibaya, na vyakula hivyo vina nini hasa ambavyo vinavifanya vyakula hivyo kuweza kuhusiana au kuwa na undugu na magonjwa. Lakini mwisho nitatoa ujumbe wa kuondoka nao juu ya vyakula hivi, kwa maana kwamba ni vyakula ambavyo common ama ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu. Kwa hiyo ili siweze kuchanganyikiwa, nitakuweza kuacha na ujumbe wa kuondoka nao katika video hii. Huko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni kuangalia vyakula ambavyo vinahusiana ambavyo ni vyanzo vya magonjwa. Kiufupi, fahamu kwamba vyakula vina uwezo wa kutibu magonjwa mengi ambayo tulionayo. Ni bahati mbaya kwenye mfereji wa vyakula hivyo hivyo, magonjwa haya ambayo kama ni magonjwa lishe ni yanasababishwa na lishe mbovu ama na vyakula ambavyo ni vibovu. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo ni vyanzo vya magonjwa. Ukijaribu kuangalia katika scenario ya tafiti na maandishi mbalimbali, ukaya kujumlisha na wagonjwa ambao wanaumwa, inakuja tuambia kwamba vyakula vifuatavyo vinahusiana na magonjwa. Moja ni nyama nyekundu. Nyama nyekundu ni moja ya vyakula ambavyo vinatuhumiwa kuhusika na kusababisha magonjwa mbalimbali. Nyama nyekundu ni pamoja na nyama kama ya ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kitimoto, kuna kondoo na nyama nyingine zitokanazo na wanyama ambao wana miguu minne. Tunasema kwamba zile ni nyama ambazo tunasema kwamba ni nyama nyekundu. Namba 2 ni chakula ambacho wengi wanakipenda kabisa, ambacho ni habari za mayai. Wengi wamekuwa wakisema kwamba kuna mayai ya kienyeji, kuna mayai ya kisasa, lakini ukija kuangalia katika tafiti na kuangalia na wagonjwa wengi ambao ni wahanga ambao waweza wanatumia haya mayai, na wengine ambao ukikutana kwamba ukifuata kwenye ustara wa ulaji wako utakuta ilikuwa ni walaji wa mayai na ambao wameisha kupata magonjwa hayo. Kwa hiyo yai limekuwa likipata tuhuma kwamba inapelekea magonjwa hayo na ni chanzo cha magonjwa, ulaji wa mayai kupindukia. Lakini namba 2, huwezi amini kwamba ni chakula ambacho wakati mwingine ni pendwa kwa baadhi ya miongoni mwetu, ambayo ni maziwa ya ng'ombe. Unywaji wa maziwa ya ng'ombe kupindukia yamekuwa yakihusanishwa na magonjwa mbalimbali, yakiwemo hata magonjwa ya masuala ya mifupa. Japo ukisikiliza katika sera za kibiashara za juu ya masuala maziwa, wamekuwa wakija kusema kwa maziwa na madini ya calcium yatajenga mifupa. Sasa sijajua kwamba ni kweli, kwa sababu kiangalia kwenye tafiti zinatuambia kitu ambacho ni cha tofauti kidogo. Na chakula namba 4
ni habari za nafaka ambazo zimekobolewa, ambazo hapa namba moja kabisa ni sembe, ambayo ni ugali utokanao na mahindi ambayo yameshakobolewa. Alafu unakuja masuala chapati, mikate na mandazi, hasa ambayo imetokana na ngano ambayo imeshakobolewa. Hivi ni vyakula ni vya wanga mbovu ambayo imekuwa ikihusanishwa na magonjwa ambayo yanatushambulia. Lakini namba 5 pia ni habari za sukari ya madukani na vinywaji ambavyo vimesheheni sukari kama soda, masuala ya juisi na masuala ya pombe na vinywaji vingine ambavyo vimesheheni masuala ya sukari kutokea mazingira ya viwandani. Na vingine inaweza ikawa ni masuala pia ya keki hizi ambazo zinatokea viwandani zimeshaongezewa habari ya sukari. Kwa hiyo hii ni namba 5. Namba 6, huwezi amini, nyama nyeupe nayo hatuwezi kuiacha nyuma. Tukatakuja kuangalia hii inahusiana vipi, maana nyama nyeupe ni elimu ambayo huwa tunatoa, tunasema kwamba white meat is good, nyama nyeupe ni nzuri. Lakini ni bahati mbaya kwamba kujaribu kuangalia, kwa mfano kuna mtu mwingine akila samaki, kuna namna ambavyo tunazungumzia kama ni mafuta mazuri ya omega 3, ina sifa nyingi ambazo huwa zinapewa, lakini inapokuja kwenye swala la magonjwa, kwa wagonjwa walio wengi huwa kuna namna ambavyo wakati mwingine huwa haiwafanyi vizuri, na ndio maana kwa baadhi ya wagonjwa huwa nawashauri kwamba ni vyema kama ni samaki waweze kuiacha pembeni. Lakini kuna habari za kuku ambazo zimekuwa ikisema kwamba kuku naye ni mzuri, ni nyama nyeupe. Lakini tutakuja kuviangazia vile vyakula hivyo, je, vinahusiana vipi na issue ya magonjwa na kwa nini vinatuhumiwa. Mwisho ni habari za mafuta ya kupikia aina zote. Ukijaribu kupekenyua kwenye clinical trial, hasa katika trial ya majaribio ambayo yametumia vyakula kutibu magonjwa ya moyo, hasa wale ambao kwa masuala ya stroke au ambao wameshawahi kupata mshtuko wa moyo, au ukija kufuatilia walioweza kufanikiwa kupunguza hatari na kuepuka second heart attack, kuepuka habari za second stroke, wale wengi ni kwamba walikuwa hawatumii mafuta, maana yake imeondolewa kwenye masuala ya uraji wao, ndio ambao wamekaa salama. Wale waliorudisha waliweza kukumbana na changamoto hizo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwenye tafiti, kuna vitu vingi ambavyo inaelezea juu ya masuala ya mafuta. Hivi ndio vyakula kuu 7 ambavyo vinatuhuma za kusababishwa ama kuwa na undugu na magonjwa ambayo yanatutesa. Sasa swali nakuja ni kwa nini vyakula hivi vinatuhumiwa? Naomba nikufahamishe. Moja, ni utakofahamu vyakula hivi vimesheheni mafuta ya alhemu, hasa nyama nyekundu, mayai, ukija maziwa ya ng'ombe, ukaja habari za nyama na hizi nyama nyeupe. Vyakula hivyo vyote vimesheheni mafuta ya alhemu ambayo kwamba ni cholesterol. Kwa hiyo unapokula vyakula hivi kwa wingi, ni unaongeza ulaji wa cholesterol kwa wingi sana, ambayo ukiangalia ongezeko la cholesterol linahusiana na magonjwa, hasa magonjwa ya moyo, bila kusahau magonjwa mengine ambayo kama sukari pia, kwa sababu kuna namna pia ongezeko la cholesterol, hypercholesterolemia, inaweza pia kuhusiana na masuala ya insulin resistance ama utendaji mbovu wa insulin. Lakini fahamu kwamba kirutubisho hiki cha mafuta ya alhemu ambacho kiko kwenye vyakula hivi ni kitu namba 1 ambacho kinafanya vyakula hivi visiweze kuwa salama kwenye afya ya mwanadamu. Namba 2 ni mafuta ambayo yanaganda. Nisikilize vizuri. Wagonjwa wengi au watu wengi wanajua kwamba mafuta ambayo yanaganda ni mabaya, na mmekuwa kisema bwana, mimi situmii mafuta ambayo yanaganda. Ukimuuliza unajua vyanzo vya mafuta ambayo yanaganda, hata haelewi. Kwa mtu ambaye anaelewa angalau hata kidogo, akijitahidi sana atasema mafuta ya samuli ndio mafuta ambayo yanaganda. Lakini naomba nikufahamishe tu kwamba vyakula vyote tukanavyo na wanyama, kuanzia nyama nyekundu hizo, mayai, maziwa, ukija hata kwa masuala ya nyama nyeupe, bado kuna mafuta ambayo yanaganda ambayo kwamba ni saturated fat. Haya yapo mengi sana. Sasa kuna kitu kimoja naomba nikufahamishe, labda hapa niongezee kama kitu cha 3 ambacho ni protein. Protein itokanayo na wanyama imekuwa ikihusianisha na kuchochea masuala ya saratani, imekuwa ikihusianisha na kusababisha habari za ukosefu wa choo, imekuwa ikihusianisha na masuala ya kisukari, imekuwa ikihusianisha na habari za masuala ya pressure na vitu vingine, hizi protein wanazo na wanyama. Lakini ukija kwa sisi wataalamu, tunashauri kwamba watu mjitahidi kula protein zinakuwa nyingi sana. Lakini kuna kitu kimoja ambacho wengi watu ambao ni waumini wa kula protein ambacho hawakijui.
Kadri unavyozidi kuongeza kula protein, ndo kadri unavyozidi kuongeza ulaji wa mafuta yanayoganda. Kwa nini? Ni kwa sababu protini na mafuta ni kama mke na mume, ni vitu ambavyo viko pale. Huwezi kukuta nyama ambayo ina protein ambayo haina mafuta. Huwezi kukuta mayai ambayo yana protein ambayo hayana mafuta. Huwezi kukuta maziwa ambayo yana protein ambayo hayana mafuta. Vinginevyo yale ambayo tunataka ni skimmed milk, ambao sasa yale ni kwamba yameamriwa kuondolewa mafuta. Lakini maziwa ambayo wengi wanakunywa, utakunywa maziwa ambayo tunasema yana protein, lakini wakati huo yana mafuta ambayo pia yanaganda. Huwezi kukuta kuku ambaye ana protein ambayo hana mafuta. Huwezi kumkuta samaki ambaye ana protein ambayo hana mafuta. Kwa hiyo kadri unazidi kuongeza protein, ndio kadri unazidi kuongeza mafuta. Protini inayotokana na wanyama ni kali sana kulinganisha na protini tokana na mimea, na ndio maana protini hii ilitokana na wanyama inahusianishwa na magonjwa mbalimbali ikiwemo na kuharibu figo. Hata kwa wale wagonjwa ambao wana shida za figo ambazo wanatende masuala ya kliniki za dialysis, hasa wale wagonjwa wa figo, niseme kiufupi ni kwamba wanakuwa wengi wanashauriwa kuweza kuepuka vyakula vya protini. Kati ya vyakula ambavyo inatakiwa epuke ama kupunguza kiwango cha protein, wamekuwa kishauriwa kupunguza habari za protein ama kuepuka vyakula vya protein. Lakini protein ambayo ni namba moja kuweza kuikwepa kwa mtu ambaye ana shida ya figo ni protein tunaona na wanyama. Yaani protein ambayo unaweza kuipata kwenye masuala ya nyama aina zote, kwa masuala maziwa, mayai na habari za kuku na samaki, kwa sababu zile protein ni kali sana kiasi kwamba kwenye figo hazifanye vizuri, hasa sana unapokuwa umekula nyingi. Lakini fahamu kwamba protein na mafuta haya yanayoganda ni kitu ambacho kinafahamika. Kwa hata wale watu ambao wanataka kupungua uzito, mtu akwambia mimi niko kwenye diet za protein. So kwamba uko kwenye diet za protein, uko kwenye diet ya protein na mafuta, kwa sababu protein inakuja iko sambamba ama imeambatana na rafiki yake ambaye ni mafuta ambayo yanaganda. Hivi ni vitu viwili ambavyo vinahusianishwa na magonjwa mengi hata ukiangalia kwenye tafiti. Namba 4 ambayo nataka ukifahamu ni kwamba vyakula hivi vyote ambavyo nimevitaja saba vyote ni havina nyuzi lishe ama makapimio. Yaani ni zero fiber. Kitu ambacho watu wanataka kufahamu, nyuzi lishe ni muhimu sana kwenye afya ya mwanadamu. Unapokosa habari za nyuzi lishe ni kwamba huwezi pata choo, issue za gas, habari za kiungulia, yani habari za cholesterol kupanda, vitu vingi vinapanda. Lakini afahamu kwamba nyuzi lishe hizi zinasaidia kwenye kuhakikisha kwamba mwili unaweza kuondoa sumu pia mwilini. Kwa hiyo nyuzi lishe hazipo kwenye vyakula hivyo. Kwa hiyo inajifanya kwamba vyakula hivi kuwa kwenye kundi kabisa ambalo moja kwa moja inaweza kuwa na urafiki na magonjwa ambayo yanashambulia. 5 ni kwamba vyakula baadhi ambavyo nimevitaja hapa vina wanga mbaya. Wakati mwingine mimi navita kama vyenye ni sukari. Kwa mfano, nafaka ambazo zimekobolewa, wanga yake ni mbaya kwa sababu tunataka tule nafaka ambazo hazijakobolewa, ambazo zipo katika uasili wake. Lakini bahati mbaya kulingana na teknolojia kukua na ule ukisasa ni kwamba jitu kwamba watu wanapenda kutumia vitu kama sembe ambayo ni ugali ambayo imeshakobolewa. Ukiwauliza kwa nini wanakuja na ngonjera za kusema kuna habari za sumukuvu, sumukuvu zitasababisha habari za kansa. Kitu ambacho ni hizo ni ngonjera, hiyo sio science kwenye swala uhalisia. Kwa hiyo hicho ni kitu nataka kufahamu kwamba kuna habari za sembe, kuna masuala ya hivi vyakula kama na ngano ambayo imeshakobolewa, kuna habari za sukari za madukani na vinywaji ambavyo vinaongezewa sukari na masuala ya keki. Vyote hivyo tunasema ni wanga mbaya. Kwa hiyo wengi wahanga wa magonjwa ambayo nimekuwa nikiyataja ya kuanzia kwenye magonjwa ya mmeng'enyo ni walaji wa vyakula vya wanga mbovu, si wanga ambao ni asilia. Hata wale ambao ni wanene wenye vitabu vyao wanabaki wanalamika kwamba wanga inanenepesha, lakini kiuza ni wanga gani unayosema wewe? Kiazi hakijawahi kunenepesha mtu. Vipi habari kwa kuhusu muhogo? Muhogo hajawahi kunenepesha mtu. Matunda hajawahi kunenepesha mtu. Jamii ya mikunde kama maharage hajawahi kunenepesha mtu, na hivyo vyote vimesheheni wanga. Sasa unaposema wanga ikabidi tuambie ni aina gani ya wanga. Wewe unakula hizi wanga mbovu ambazo zimechakatuliwa, ambazo zimesindikwa, ambazo zimetengenezwa na mkono wa binadamu, si wanga ambazo ni asilia, si wanga ambazo zinapatikana kwenye vyakula ambavyo ni asilia ambavyo vimefanya wazee wote wameishi miaka mingi sababu ya kushambuliwa na magonjwa. Haya, kwa hiyo ni swala la wanga kwamba baadhi ya vyakula hivi vimesheheni wanga mbovu ambayo haihitajiki mwilini, inachosha na kuchakaza mifumo mbalimbali ya mwili.
Mwisho naanza kusema kwamba vyakula vyote ambavyo nimetaja hapa ni havina vitamini C. Unahitaji vitamini C. Vitamini C ni muhimu sana, hasa hata kwenye masuala ya kutibu masuala ya sukari. Vitamini C ni muhimu sana. Kwa hiyo ukosefu wa vitamini C kwenye vyakula hivi bado natuambia kwamba vyakula hivi vinaweza vikawa kweli vinahusiana pia na magonjwa. Kwa hiyo hizi ndio sababu kwa nini vyakula hivi vinatuhumiwa kuwa vyanzo vya magonjwa. Na ukifuatilia wagonjwa kwa mfano ambao wana shida za mmeng'enyo kama acid reflux, habari za kiungulia, habari za vidonda vya tumbo, tumbo kujaa gesi, ukosefu wa choo, habari za bawasiri, sukari, ongezeko la mafuta kwenye damu, hypercholesterolemia hasa, habari za mawe kwenye mfuko wa nyongo, habari za mafuta kwenye ini, unene ambao ni vitambi, habari si masuala ya miguu kufa ganzi, habari za magonjwa ya figo hayo, habari za pressure, upungufu wa nguvu za kiume, fibroid na mauvimbe mengine na masuala ya stoko. Watu hao naomba nikuhakikishie kwa asilimia kubwa ni wao, hivi vyakula nilivyotaja 7 ndio ambavyo ni vyakula ambavyo ni vimechukua nafasi ya ulaji wao kwa asilimia katika siku zao zote. Kwa mfano, utamkuta mtu kama ni asubuhi ameamka na supu yake ya kuku pamoja na chapati. Kuku yuko hapa amesheheni mafuta, chapati haina nyuzi lishe, ni wanga ambayo ni mbovu. Ukija mchana utamkuta mtu huyu ameshika soda, wakati ameweka nyama zake pale na habari za wali. Ukija, kwa hiyo siku nzima ni mwendo wa protein na mafuta, mwendo wa protein na mafuta. Wakati huo pia mafuta haya kupikia naye sio mazuri sana. Mimi naomba kwa kitu moja nikutazamisha tu kabla dada sijaenda kwenye habari za kupendekeza au upatie ujumbe ambao utakaoondoka nao kwenye masuala ya vyakula hivi. Habari za mafuta. Wengi ukiwauliza vipi kuhusu sukari ya madukani, watakwambia sukari ya madukani ni mbaya. Ni kweli, sio kwamba ni nzuri. Lakini ukiuliza kwa nini sukari ya madukani inatokana nini? Sukari ya madukani inatokana hasa na mua. Mua ndo ambao umefanyiwa mchakato na ukakamuliwa, ukafanyia mchakato mwingine tukapata mchanga ama vipunje ama kitu ambacho kama ni sukari. Kwa hiyo sukari imetokana na mua na sukari ni mbaya. Je, vipi kuhusu mafuta? Hasa kwa mfano mafuta ya alizeti ambayo mengi yanasifiwa. Ukija kuangalia kwani mafuta ya alizeti ni mazuri? Mtu anakuambia kwamba ni mazuri. Lakini ukiuliza kwani kuna mmea ambao unazalisha mafuta ya alizeti? Hapana, kuna mmea ambao unazalisha mbegu ya alizeti. Kwa hiyo mafuta ya alizeti ni mkono wa binadamu ambao umeingia na kuweza kuyanyofoa kutoka kwenye mbegu na kutupa kila kitu na kuyafanya yale mafuta kuwa huru. Sasa je, yawezekanaje yenyewe yaweze kuwa mazuri? Kwa hiyo nisema tu kwamba matumizi ya mafuta kupindukia nayo pia yametufikisha hapa tulipo na kuwaguza walio wengi. Lakini fahamu kwamba vyakula hivi sio ambavyo ni vizuri sana, sababu ni hizi. Sasa je, vyakula hivi watu wamekuwa hawali? Ni swali lingine mtu anaweza kujiuliza. Mbona zamani baadhi ya wazee wamekuwa kila? Nadhani naomba nikufahamishe kitu kimoja. Mwili wa binadamu una uwezo wa kuweza kuhimili kama vyakula tukanavyo na nyama kwa kiwango kidogo sana. Ukiangalia kwenye tafiti nyingi zinatuonyesha kwamba wazi kwamba ulaji wa angalau kama ni protini kutokana na nyama ambayo haiwezi kusababisha changamoto kwenye mwili wa binadamu, ni ile kiwango cha protini ambacho kinachangia 5% ya nishati ya mwili. Sasa wengi hatufanyi hivyo, tunajikuta kwamba protini zinachukua nafasi kubwa sana na mafuta hayo ya ulaji wetu. Sasa ni nini ambacho natakiwa ujifunze hapa kwenye vyakula hivi ambavyo ni vyanzo vya magonjwa? Angali bado ni vyakula ambavyo wengi wanavipenda. Najua kuna sehemu ambapo watu wanakunywa maziwa sana, na sehemu najua kuna watu ambao wanapenda kula mayai sana, kuna watu ambao wanapenda kula nyama sana, kuna watu ambao wanapenda kula kuku sana. Hivi ni kitu gani sasa ambacho nitakao uondoke nacho hapa kwenye video hii ya leo? Namba moja, fahamu kwamba vyakula nilivyovitaja hapa sio vizuri. Yaani hiyo ni black and white. Sio vizuri. Sasa je, usile? Na kuja kwenye kitu ushauri namba 2 kwamba tumia kiwango kidogo cha vyakula hivi, visichukue nafasi kubwa sana ya ulaji wa vyakula vingine ambavyo vina nguvu tiba. Kwa nini nasema kidogo? Kwa upande wa vyakula tunavyo na unyama, mwili wa binadamu haujatengenezwa kwa ajili ya kumengenya na kutumia vyakula vingi tukanavyo na wanyama, bali
Mwili wa binadamu ukiuangalia katika maumbile, anatomy yake, inatuonyesha wazi kwamba uko design kwa ajili ya kula vyakula vingi vitokanavyo na mmea ambavyo vina nguvu tiba. Na ndio maana tukiangalia hata mfumo wa mmeng'enyo wetu, ule utumbo, urefu wake ni mrefu kama tumbo za wanyama wengine ambao wanakula mimea kama mbuzi, ng'ombe au tembo ama tunasema chui. Wakati utumbo wa wanyama ambao wanakula nyama ni mfupi sana. Ukiangalia utumbo wa simba ni mfupi sana, ni huko tofauti na wanyama wengine ambao wanakula majani. Hiyo ni pointi ya kuchukua hapo. Cha pili, hata kufahamu tu kwamba kuna baadhi wanasema kwamba zamani mwanadamu wa kwanza alikuwa anawinda na kula si mizizi na matunda. Ni kweli, lakini naomba nikufahamishe tu kwamba watu wa zamani wameishi miaka mingi sana, hata babu zetu, ni kwa sababu vyakula hivi havijawa sehemu ya ulaji. Hata ukija kwenye jamii za wafugaji, nijirudi kwenye jamii ya wafugaji, labda hapo nikufahamishe vizuri, ni vizuri tuchukue hata Wamasai au hata jamii nyingine ambayo ni wafugaji. Utakuta kwa mfano kama ni wanakunywa maziwa, watakunywa maziwa, lakini kwa asilimia kubwa yote ni wanakula ni mmea. Watakula mboga za majani, watakula viazi, watakula nafaka, watakula makande, watakula kama ni maharage, watakula vyakula vingi vitokanavyo na mmea, kiasi kwamba unakuta kwamba kwenye ule ulaji asilimia 95 ni mmea, alafu asilimia 5 ni hivyo vyakula vitokanavyo na wanyama. Na hii inakuja kuelezea kwa nini kuna baadhi ya wazee wamekufa wanavuta tumbaku lakini hawakufa na kansa ya mapafu. Kwa nini hawajafa na saratani ya mapafu? Ni kwa sababu unakuta mzee anapiga hiyo tumbaku yake anavuta, lakini kwa asilimia 98 vyakula ni vya mmea ambavyo vinakinga na vinatibu. Yaani unakula chakula ambacho, yani asubuhi mpaka jioni unakula chakula ambacho kinazuia kansa, wakati unavuta kasigara kako kamoja tu ambapo kanaweza kusababisha hiyo kansa. Unadhani inawezekana rahisi sana asilimia 1 kuzidi asilimia 99? Ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo nashauri hapa, kama wewe sio mgonjwa, unaweza ukatumia vyakula hivi kwa kiwango kidogo sana, usiweze kuvifanya kuwa sehemu kubwa sana. Hiyo ni pointi ya pili ya kuondoka nayo. Pointi ya tatu ni kwamba, na kwa wale wagonjwa ambao wanahangaika sana magonjwa ya aina mbalimbali, hasa ambayo hahusiani na bakteria ama fungus ama virus, kwa maana kwamba ni magonjwa lishe, unaweza ukatenga kwa miezi kadhaa pasipo kugusa vyakula hivi. Ule vyakula vitokanavyo na mmea ambavyo ndio ambavyo vina nguvu tiba, vina uwezo wa kukinga na vina uwezo wa kutibu. Na wale wengi wakifanya hivyo huwa wanakaa vizuri, na kama ni magonjwa huwa yanaondoka na kaa vizuri. Hata kama ni sukari huwa anakaa vizuri. Hata kama matatizo mengine huwa anakaa vizuri. Kwa hiyo hii ni kwa wagonjwa sasa, kwamba ni vema kiwezekana uweze kuwa asilimia 100 kwenye mmea, uende kwenye plant based lifestyle medicine, uwe kwa asilimia 100 ule chakula tunavyo na mmea. Hii ni pointi ya tatu kuendana nayo. Mwisho ni kwamba kwa ajili ya ustawi wa afya yako wewe, jitahidi kuweza kuepuka kufanya vyakula hivi kama nyama, maziwa, mayai, si nyama nyeupe hizi na mafuta kuwa ndo msingi wa milo yako, kwa maana kwamba hivi visiweze kuchukua nafasi kubwa sana ya ulaji wako. Kama unahitaji kulinda afya yako, wewe hakikisha kwa zaidi ya asilimia 95 ni vyakula vitokana na mmea ambavyo ni vya kiasili, ambavyo havijakobolewa wala kuingizwa mkono wa binadamu kuweza kuchakatuliwa au kusindikwa. Hiyo ndio vichukue nafasi yao kubwa. Halafu hiyo asilimia 5 unaweza kaongezea vyakula hivi kama samaki, kama ni kuku, unaweza vichukue asilimia 5, lakini asilimia kubwa viwe vitokana na mmea. Kwa hiyo hii ndio pointi ya mwisho ya kunaona kwamba vyakula hivi visiwe msingi wa ulaji wako. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Nikushukuru wewe kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ni matumaini yangu utakuwa umejifunza kitu. Kama hujajifunza, video hii rudie tena mara ya pili. Na kama haitatosha, nenda ukatafute tafiti hasa juu ya plant-based lifestyle medicine au plant-based diet, ambayo ni vyakula vitokanavyo na mmea, ambavyo ndio huwa nashauri watu wengi watumie. Kula vyakula vingi vitokanavyo na mmea. Punguza hama nyama, punguza hama mafuta, punguza vyakula kutoka viwandani vya kusindikwa. Kula vyakula katika uasili wake, hasa vitokanavyo na mmea kwa ajili ya kujinasua. Ulikuwa nami Emmanuel Mpale, ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Nikutakia mema, kwa heri.